Ebana, karibu sana United Insider. Tuziangazie taarifa muhimu kuhusu Red Devils Manchester United. Tuangalie mambo ya muhimu ambayo ameyasema Amorim kuelekea mchezo wa Jumatatu na hali ya wachezaji. Pia tutaangazia taarifa za usajili. Taarifa ya Shesko, Amorim amesema ataendelea kuwa nje kwa wiki kadhaa na hana jeraha kubwa, na wanatarajia kwamba atarejea mwezi Desemba wakati wachezaji wengine watapokuwa wanaelekea kwenye michuano ya AFCON. Lakini taarifa kuhusu Harry Maguire, Amorim ametuambia kwamba bado ataendelea kuwa nje na hawajui ni lini atakuwa anarejea kwenye kikosi cha kwanza cha Manchester United. Lakini bwana mdogo Kobbie Mainoo, hali yake leo hajafanya mazoezi leo hii Ijumaa, lakini watamwangalizia kama kesho atafanya mazoezi ili kuwa sehemu ya wachezaji ambao watajiandaa na mchezo dhidi ya klabu ya Everton siku ya Jumatatu. Lakini Amorim pia amezungumza kwamba kuna wachezaji watatu wataondoka kwenda AFCON, Mazraoui, Mbeumo na Amadi, na jambo kubwa kwamba mpaka sasa bado hawajapewa taarifa rasmi na mashirikisho yao kama wameruhusiwa kukaa zaidi, na anachokijua ni kwamba wachezaji wanatakiwa kuondoka wiki mbili kabla ya kuanza kwa michuano, lakini wanatarajia kuendelea kusubiri kama watawaweka kwa muda mrefu zaidi ili waweze kuondoka tarehe 20 ili wamecheza michezo yote ile ya Manchester ya mwezi mpaka tarehe 20. Kwa hiyo swala la Mbeumo, Amadi na Mazraoui bado halijakuwa na hitimisho, lakini wanaweza wakaondoka mapema zaidi ama wakachelewa kutokana na kile ambacho kitakuwa kimetokea kati ya mashirikisho na Manchester United. Lakini pia Amorim amegusia kwamba kuondoka kwa wachezaji hawa kwenda AFCON ni fursa kwa vijana wa Manchester pamoja na wachezaji wa akiba kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Amorim amemtaja mtu kama Shea Lancey pamoja na Jack Fletcher na nyota wengine kwamba ni nafasi yao ya kuweza kufanya vizuri kuelekea kwenye michezo ya mbeleni ya Manchester, kwa sababu nyota wengine watakuwa hawapo. Lakini pia Amorim amemgusia mchezaji Lisandro Martinez. Amesema Lisandro Martinez atarejea uwanjani hivi karibuni, bado anahitaji muda ili kuweza kupata utimamu mzuri wa kuitumikia Manchester United kuelekea muendelezo wa ligi. Lakini pia Amorim amesema swala la ratiba, ligi itaendelea kuwa ngumu kadri ambavyo siku zinaendelea kuendelea mbele, kwa sababu ligi ya England sio ligi rahisi. Swala la usajili ni jambo la msingi sana. Kumekuwa taarifa kubwa leo kutoka ESPN wakisema Manchester pamoja na Arsenal wanaangazia uwezo wa kumsajili Scott McTominay ambaye alienda kwenye klabu ya Napoli kwa paundi milioni 25 msimu uliopita, na kwa mchezaji ambaye alipata nafasi sana pale Italia na akifanya vizuri. Sasa Manchester wanataka kumrejesha nyumbani, na inaelezwa Napoli itahitaji paundi milioni 70 kuweza kumruhusu Scott ambaye anafanya vizuri sana kwenye klabu ya Napoli. Kwa hiyo Manchester wanataka kumrejesha Maxosi nyumbani. Sijui kama hili litawezekana, lakini ni moja kati ya taarifa ambazo zimepewa nafasi kubwa kwa Maxosi anahitajika tena Old Trafford. Taarifa nyingine ni kuhusu Antoine Semenyo. Inaelezwa licha ya Liverpool, Man City na Spurs kumfuatilia, Manchester wana plani ya kumpata Antoine Semenyo kutoka FC Bournemouth, na Semenyo ameweka masharti kwamba yeye anataka kucheza zaidi kama namba 10 ama winga na hatakubali kutumika kama wingback. Lakini mchezaji huyu alikuwa ndio kipaumbele cha Manchester msimu uliopita kabla ya kusajiliwa kina Bryan Mbeumo, na wakati huu sio kipaumbele sana, lakini kwa maelezo ya Ben Jacobo, Manchester inavutiwa na kumpata Semenyo ili kwenda kuboresha kikosi kikubwa cha United, na yeye mwenyewe anataka kucheza nafasi ya namba 10 ama winga. So Antoine Semenyo yuko kwenye plani za Manchester kama atapatikana katika dirisha dogo la mwezi Januari, na bei ambayo itakuwa ni reasonable kwa sababu klabu haitotaka tena kutumia fedha nyingi. Lakini bado inasalia kwamba kwa mujibu wa taarifa nyingine kutoka ESPN pamoja na Team Talk, wanasema Elliot Anderson ndiye mchezaji ambaye anaendelea kuwa chaguo la Manchester kama mbadala wa Casemiro, na kumekuwa kuna taarifa kwamba huenda Casemiro akaondoka mwishoni mwa msimu huu kwa sababu Manchester wanataka kupunguza mishahara mikubwa, na Casemiro na mchezaji anayelipwa mshahara mkubwa zaidi. Kwa Casemiro huenda akaondoka katika dirisha lijalo kwa maana ya mwisho wa msimu huu, na Elliot Anderson inatajwa ndiye mchezaji sahihi kwenda kujiunga na Manchester kwa mujibu wa Team Talk pamoja na ESPN, na thamani yake inatajwa ni paundi milioni 100, japo kina Ben Jacob wanatuambia kwamba haiwezi kufika hiyo paundi milioni 100. Manchester itaendelea kutafuta mshambuliaji, na inaelezwa Ivan Toney yuko tayari kupunguza mshahara ili kurejea pale
kurejea pale England na anajiweka kwenye nafasi nzuri ya kucheza michuano ya kombe la dunia. Sasa inaelezwa Manchester wanatafuta mshambuliaji na wanataka usajili mshambuliaji ambaye ana uzoefu. Hivyo Ivan Toney ni mtu ambaye huenda akapata nafasi ya kusajiliwa kwenye dirisha la mwezi Januari. Taarifa nyingine ni kuhusu kiungo Ruben Neves, kwamba Manchester imepata ofa ya kuweza kumsajili Ruben Neves kutoka Ureno ambaye yuko kule Saudia kwa dau la paundi milioni 18 ili kuweza kuja kuiboresha Manchester United kwenye sehemu ya kiungo, lakini pia Newcastle United wanatajwa kwamba huenda akasajiliwa. Taarifa kutoka Features nchini Hispania zinasema Manchester hawana mpango wa kumsajili Tchouameni kutoka Real Madrid ambaye alikuwa anahusishwa na Manchester kwa siku za hivi karibuni. Kwa Manchester hawako tayari kumsajili mchezaji huyo kutoka kwenye klabu ya Real Madrid, lakini Angelo Stiller anaendelea kufuatiliwa na Manchester, lakini Angelo Stiller pia anavutiwa na yeye kutaka kujiunga na Real Madrid. Taarifa nyingine kubwa leo hii ni kwamba mustakabali wa Casemiro pia ni jambo ambalo linaendelea kuzungumzwa ndani ya Manchester, huku ikielezwa kwamba Manchester watamuondosha Casemiro mwishoni mwa msimu kama watakuwa wamesajili kiungo mwingine ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Casemiro. Lakini mbali na Casemiro, Manchester bado hawajaamua mustakabali wa Kobbie Mainoo, kama ataendelea kuwa mchezaji muhimu wa project ya Amorim ama wataruhusu kuweza kuondoka. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa United Insider. Ciao.